Benchi la ufundi la klabu ya Young Africans linaloongozwa na kocha mkuu Pedro Gonçalves limeanza vita ya kimbinu mapema zaidi kabla ya mpambano wa nusu fainali ya kombe la Muungano dhidi ya Azam FC kwa kufanya upelelezi wa kina ambao umewapa picha kamili ya wapinzani wao. Kocha Pedro Gonçalves akiwa na msaidizi wake Matthew Silva walijitokeza katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar kushuhudia kwa macho yao mchezo wa robo fainali kati ya Azam FC na KFZ. Uwepo wao haukuwa kawaida bali ulikuwa sehemu ya maandalizi ya kimkakati yaliyojengwa kwa umakini mkubwa kwa ajili ya kuwasoma wapinzani wake watakaokutana nao kwenye nusu fainali ambao ni Azam FC. Kwa dakika zote 90 za mchezo huo, macho ya benchi la Yanga yalikuwa kazini. Walichambua kila kipengele kuanzia namna Azam inavyojenga mashambulizi, uimara wa safu yao ya ulinzi, hadi maeneo yanaweza kuleta mwanya wa kiufundi. Kwa maana ya kiushindani, Azam FC tayari imewekwa kwenye karatasi ya uchambuzi kabla ya kupigwa filimbi ya nusu fainali. Pedro Gonçalves amesema maandalizi yao yako katika kiwango cha juu. Tunafahamu umuhimu wa mchezo huu, ni nusu fainali, hakuna nafasi ya makosa. Tumefanya maandalizi ya kina na kikosi kiko tayari kiakili na kimwili, amesema kocha huyo. Hatua hiyo ya Yanga kwenda moja kwa moja uwanjani kuchunguza wapinzani wao inaonyesha jinsi wanavyolichukulia kwa uzito pambano hilo. Badala ya kusubiri taarifa za watu wa pembeni, walichagua kushuhudia wenyewe kila kitu kinachoendelea, jambo lililoongeza pressure ya kimbinu kwa upande wa Azam FC. Sasa macho na fikra zote zihamie kwenye pambano kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC katika mchezo wa hatua ya nusu fainali kombe la Muungano linalofanyika huko Zanzibar. Historia ya mvuto, ubabe na visasi, pambano kati ya Azam FC na Young Africans halipo tu ndani ya ligi kuu Tanzania bara bali hata kwenye michuano mingine limekuwa likitoa burudani ya hali ya juu. Ushindani mkali wa kumbukumbu zisizosahaulika kwa mashabiki wa soka nchini. Kila wanapokutana nje ya ligi, historia inaonyesha mechi zao zimejaa pressure, mbinu kali na mara nyingi kuamuliwa kwa njia ya penalti. Katika kombe la Kagame, timu hizi zimewahi kukutana mara mbili zenye kumbukumbu tofauti. Yanga waliibuka na ushindi wa mabao 2-0 katika fainali ya mwaka 2012 wakionyesha ubora wao mkubwa. Hata hivyo, mwaka 2015 Azam FC walilipiza kisasi baada ya kutoka sare tasa na kushinda kwa penalti 5-3 katika hatua ya robo fainali, wakionyesha uimara wao katika matuta ya mwisho. Mapinduzi Cup imekuwa uwanja mwingine wa vita kati ya miamba hii miwili. Azam FC wameonekana kuwa na makali zaidi katika michuano hiyo, wakishinda mechi kadhaa zikiwemo ushindi wa mabao 3-0 mwaka 2012 na ushindi mwingine mkubwa wa mabao 4-0 mwaka 2017. Pia waliwahi kushinda bao 3-0 mwaka 2019 wakidhihirisha ubabe wao. Hata hivyo, Young Africans nao hawakuwa nyuma, wakifanikiwa kushinda baadhi ya mechi kupitia penati, jambo linaloonyesha ushindani wao kuwa wa karibu na usiotabirika. Katika ngao ya jamii, Yanga wamekuwa na rekodi nzuri zaidi. Dhidi ya Azam FC wamefanikiwa kushinda fainali kadhaa zikiwemo za mwaka 2013 na 2014 kwa mabao 1-1, 1-0 na 3-0 mtawalia. Pia waliibuka na ushindi wa penati mwaka 2015 kabla ya kuendeleza ubora wao kwa ushindi wa 4-1 katika fainali ya mwaka 2024. Hii inaonyesha namna Yanga wanavyoweza kupanda kiwango katika mechi kubwa. Michuano ya kombe la shirikisho nayo haikubaki nyuma. Katika ushindani huu, Yanga waliibuka mabingwa mwaka 2023 baada ya ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam FC, na mwaka 2024 wakarudi tena ubabe huo kwa kushinda kwa penalti 6-5 katika fainali ya kombe la CRDB baada ya sare tasa ndani ya dakika 90. Mbali na mashindano rasmi, hata katika mechi maalumu za hisani, timu hizi zimeendelea kuonesha ushindani mkubwa. Mfano ni mwaka 2011 ambapo Azam FC waliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Young Africans katika mchezo wa kuchangia watu wenye ulemavu, wakionyesha kuwa hata nje ya mashindano makubwa hakuna anayependa kupoteza mbele ya mwenzake. Historia ya Azam FC na Young Africans nje ya ligi kuu inaonyesha wazi kuwa si ushindani wa kawaida, ni vita, heshima, ubora na kujidhihirisha kila kitu kinapopata nafasi. Kila timu inapopata nafasi, matokeo yao yamekuwa yakibadilika mara kwa mara, lakini jambo moja linalobaki ni kwamba kila wanapokutana mashabiki hupata burudani ya hali ya juu na mechi zenye pressure kubwa hadi dakika ya mwisho. Asante kwa kuwa nami Lizi wa Spoti. Ni support kwa kugonga like, share
kwa marafiki zako, na muhimu zaidi subscribe channel ya Malkia wa Soka ili usipitwe na vitu vizuri zaidi vinavyokuja. Kwenye chaneli hii nakuletea burudani, uchambuzi na mazungumzo ya ukweli kabisa kama kijiweni vile. Hivyo hakikisha unawasha kengele ya notification ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kuiona. Na pia nataka kusikia kutoka kwako, niambie kwenye comments unaonaje kuhusu hichi nilichotoka kukizungumza. Una maoni gani au unataka nizungumzie nini kwenye taarifa inayofuata? Share maoni yako nami, support yako ndio inafanya hii safari iendelee kukamilika kwa 100%. Asante kwa kuwa sehemu ya familia hii ya Malkia wa Soka. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Queen Liz na chaneli hii ni Malkia wa Soka. Tukutane tena kwenye taarifa inayofuata.